Shingu, mtetezi wa wanyonge, mpenda haki, mwanamke shupavu, mpenda demokrasia, superwoman. Wote wenyewe waje waone maendeleo wanayoyafanya. Wote wenyewe na moja kwa moja nimepata muda wa kuzungumza na balozi wa maeneo husika. Brother, habari sasa hizi? Habari za sasa hizi ni nzuri. Wewe nahisi ni balozi wa maeneo husika? Mimi ni balozi namba 1 katika kitongoji cha Rugenge, kata ya Kirusha na kijiji cha Kirusha pia. Vipi kuhusu maeneo haya ambayo yameharibika, hususan eneo hili linalounganisha vitongoji viwili kati ya Nyamigango na Rugenge? Wewe ukiwa kama balozi, maeneo haya unayaona? Haya maeneo kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa sana, hususan katika maeneo haya ambapo vyombo vya usafiri vinakwama. Hata wewe nadhani unaona kwenye haya mazingira pikipiki zinapata adha watu wanapokuwa wanasafiri kutoka kitongoji kwenda kitongoji kingine, kwa maana ya wananchi wa kitongoji cha Nyamigango kuingia kitongoji cha Rugenge au wananchi wa kitongoji cha Rugenge kuingia kitongoji cha Nyamigango. Lakini pia unapoona hii ni barabara ambayo inapitisha wanafunzi kuwatoa Nyamigango kuwapeleka kwenye shule ya msingi Kirusha, ambayo ni shule ambayo kila mwananchi wa maeneo haya anahusika. Lakini pia ukiangalia hii barabara ni barabara ambayo inawapitisha wakina mama wanapokwenda kwenye swala la kliniki kwa ajili ya kuwapima watoto. Ni barabara hii inayotumika, maana ofisi ya kupimia iko ng'ambo Nyamigango, kwa hiyo wanapata adha kiukweli. Lakini pia inasababisha mvua zinapokuwa zimenyesha eneo hili linajaa sana, kiasi kwamba hata wanafunzi wanakosa namna ya kufika shuleni. Wanapofika hapa wakuta eneo hilo limeshaonesha ukorofi kama unavyoona. Wanafunzi kwa wakati huo inabidi warudi nyumbani kwa ajili ya kujipanga na siku nyingine. Lakini pia kama unavyoona ni dhahiri kwamba kwa mkutano wa kitongoji uliokuwa umekaa, endapo ingawa hili litaelezwa na mwenyekiti husika, lakini wana kitongoji wamejizatiti kwa ajili ya kuitengeneza hili barabara. Hivyo basi kwa namna tulivyokuwa tumeazimia wananchi kuchangia michango kwa ajili ya kutengeneza barabara hii, japo tumemwagiza mwenyekiti na katibu wake kwa ajili ya kutafuta michango kwa wahisani ili kusudi barabara hii iweze kutengenezwa kwa upana zaidi. Lakini pia si barabara tu, imeonekana daraja lililopo ni daraja dogo ambalo lina mdomo kidogo, lakini pia maji yanayokuja yakiwa ni mengi, yanashindwa namna ya kupita, yanasambaa kwenye barabara, ambapo yakishasambaa kwenye barabara ndio sasa barabara inatitia kama hivi unavyoiona. Pikipiki kupita hapa ni lazima kusukuma, kama hauna wa kukusukuma lazima utamsubiri mtu mwingine ili akusukume ili upate namna ya kufanyaje ya kupita hapa kwenye haya maeneo korofi na kuingia kwenye maeneo ambayo yanaweza kaonekana ni mazuri. Naam, asante sana. Na lipi neno lako hasa kwa viongozi wa chama na serikali? Ombi langu kwa wanachama na serikali ni namna ambavyo wanaweza wakatuunga mkono sisi kama wanakitongoji ambao tumelianzisha hili, ili kusudi hili tuone kama tunaweza tukalisolve au kulitatua kwa uharaka zaidi. Na tukishalimaliza hili tuone kama wanafunzi au watoto wetu wanaweza wakapata kupita kwa uharaka zaidi na kwa usahihi zaidi. Na hawa kina mama sasa wanapokuwa wanapita tuone kama wanaweza kupata urahisi wa kupita kwenye hili eneo ambalo limeonekana ni korofi na limeonekana ni changamoto katika maeneo. Naam, shukrani. Asante sana. Mara baada ya kuwa nimezungumza na balozi wa maeneo husika, nimepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa maeneo husika. Mwenyekiti, shikamoo. Marhaba, habari yako? Habari zangu ni nzuri, habari za huku? Nzuri. Mwenyekiti, muda so mrefu balozi wa maeneo haya ametoka kuzungumza, hususan akizungumzia eneo hili la barabara ambalo linakutanisha maeneo ya Nyamigango na kitongoji chako, kitongoji cha Rugenge. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hili inasadikika kuwa huwa mama wajawazito wanapata adha sana pindi ambapo wanataka kujifungua, na
Wafanyabiashara mbalimbali hususan wanaosafirisha mazao ya mahindi na maharage, lakini pia gari zinazosomba kahawa kupeleka sokoni, kwa maana kwamba Ngara Pharmacy zimeshindwa kuwa zinafika maeneo ya Nyamigango, hali ya kuwa bado na penyewe kuna wakulima, kutokana na daraja hili kuwa na mdomo mfupi na inapelekea maji kutwama hapa juu na barabara kuharibika sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mwenyekiti wa maeneo husika, umefanya jitihada gani ili kukwamua wananchi katika adha hii? Asante sana kwa swali zuri. Mimi ni mwenyekiti ambaye nimechagua kwenye awamu hii. Nikikuta eneo hili ni korofi kama unavyoliona ndugu mtangazaji. Baada ya kuwa nimelikuta hili, na mimi nimeamua kulibeba kama nilikuta likiwa korofi kama hivi unavyoliona. Na mimi kama mwenyekiti niliyechagua kwenye awamu hii, nimeamua kwenye kikao kilichokaa tarehe 9 kimeniagiza mimi kama mwenyekiti na katibu wangu na balozi kama alivyozungumza kwamba kuomba michango kwa wahisani kuanzia sasa hivi. Kuomba michango kwa wahisani, hata serikali kutusaidia kujua utengenezaji wa barabara hii. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nimeamua kuomba michango kwa wahisani, tuombe michango kwa wahisani kwa ajili ya kutengeneza hii barabara ambayo ni korofi kama unavyoiona mahali hapa. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti, baada ya kuwa nimeiona kuwa ni korofi kama kiasi hiki kama ilivyo, ndio maana tumeamua kuomba michango tangu sasa hivi kwa watu, hata serikali tusaidie kwa sababu barabara hii ni barabara ambayo ina msaada mkubwa kwa watu, hususan ni magari yanayopitisha mizigo kutoka kwenye kitongoji cha Nyamigango, kutoka kijiji cha Chivu, hata kusafirisha akina mama kwenda kliniki, kwenda kwenye zahanati ya Kirusha. Watoto wanaokwenda shule ya msingi Kirusha, wanaoenda sekondari Mkatabo, wanapita kwenye barabara hii ambayo ni korofi kiasi hiki. Kwa mimi kama mwenyekiti nimeamua kuibeba kwenye awamu hii na kuomba wahisani mbalimbali kusudi watusaidie kuitengeneza barabara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumza swala la kuomba wahisani. Je, swala hili limefika kwenye ofisi yoyote, hususan ofisi ya diwani, ofisi ya kiongozi yoyote aidha wa chama na serikali? Diwani kama diwani taarifa hizi anazo, hata hivi tunavyoongea taarifa zetu anazo kuanzia hata jana tulikuwa tunawasiliana naye, hususan tumeamua kulipia kwenye vyombo vinavyohusika, hususan kama kuomba michango kwa mheshimiwa mbunge George Ndaisaba Ruholo ili aweze kutusaidia naye kwenye swala hili kama hili. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nikutakie kila laheri na uongozi mwema pia. Asante sana. Na hapa nimepata nafasi ya kuzungumza na mmoja wadau wanaotumia barabara hii. Brother, mambo vipi? Fresh. Jina lako unaitwa nani na unatoka wapi ukienda wapi? Naitwa Jared Rafaeli, natokea kitongoji cha Msenga, kijiji cha Kirusha. Sawa. Aidha barabara hii jinsi mnavyoiona, mazingira mnayopita, na huwa mnapata adha gani hasa kipindi cha masika kama hiki? Kweli hii barabara ilikuwa mbovu sana kwa hii mvua, hasa hizi mvua zinatuharibia sana hizi barabara. Hasa hususan tukipita na mizigo waka tunahangaika sana. Nini mnaomba kwa viongozi wa chama na serikali ili wakapate kuwasaidia? Kweli viongozi tunaomba watusaidie kwenye hii barabara kulijenga ili liwe vizuri, angalau tuwe tunapita kwa usalama zaidi. Asante sana, shukrani. Asante sana.